Bwana Yesu asifiwe, ndugu msikilizaji wa kipindi chetu cha tafakari ya siku. Leo ni siku mpya Bwana ametupa. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Na Bwana ametupa tafakari kutoka katika kitabu cha Samueli wa kwanza, sura ya 15, mstari wa 22 na kuendelea. Biblia inasema, naye Samueli akasema, naomba nianze mstari wa 21. Ila watu waliteka nyara kondoo na ng'ombe walio wazuri katika vitu vilivyowekwa wakfu, kusudi wavitoe dhabihu kwa Bwana Mungu wako huko Gilgal. Naye Samueli akasema, Bwana huzipenda sadaka za kuteketezwa na dhabihu sawasawa na kutii sauti ya Bwana. Angalia, kutii ni bora kuliko dhabihu, na kusikia kuliko mafuta ya beberu. Kwani kuasi ni kama dhambi ya uchawi, na ukaidi ni kama ukafiri na vinyago. Kwa kuwa umelikataa neno la Bwana, yeye naye amekukataa wewe usiwe mfalme. Haya ni maneno kati ya Samueli na Sauli. Baada ya Sauli kutumwa kwenda kuharibu wa Amaleki, kuua kila kitu, aliambiwa asiache wanyama, watu, yani everything amalize, asiache kitu. Yeye akaenda akafanya vya kwake. Kitendo cha kufanya alivyotaka yeye tayari alihesabika kwenye dhambi ya uasi. Na uasi ndipo akapewa tafsiri yake pale pale. Akaambiwa ya kwamba kuasi, kwa maana kutokutii, ni dhambi ama kumefananishwa na uchawi. Maana yake kutokutii ni kuasi. Sasa chukua hii picha. Mulikuwa kambini wanajeshi, na lengo lenu lilikuwa ni la kupiga na kuua fulani, nchi fulani. Alafu mmoja akatoka akaenda kutoa taarifa kule kwamba hiki na hiki na hiki ndio kinafanyika huku kwetu. Huyo mtu ama huyo mwanajeshi atahesabika kwenye kundi gani? Kwanza atahesabika ameasi. Hakutii, kwa sababu utii ulikuwa unahusu kile walichotakiwa kwenda kukifanya, ama walichokubaliana kwenda kufanya, ama walichoagizwa kwenda kufanya. Kitendo cha yeye kwenda kinyume na hicho, tayari ameacha kutii, na kutokutii tayari kumemuingiza kwenye uasi, na kumuingiza kwenye uasi tayari ameingia kwenye dhambi ya uchawi. Mara nyingi tumedhania ama tumefikiri kwamba uchawi ni yule mtu ama ni yale matunguri. Mtu anayetumia matunguri, mtu anayeroga, mtu anayefanya hivi na vile, kwa maana ya uchawi kama tunavyoweza kuielewa. Lakini tuitazame uchawi kwa sura nyingine, kwa sehemu ndogo tu hapa kwa ajili ya muda wetu. Tutazame uchawi kwa sura nyingine. Hapa Sauli anafananishwa na mchawi. Je, aliroga mtu? Hapana. Kule kutokufanya kama alivyoagizwa, kumbe ndio ile roho ya uasi iliyokuwa ndani yake, ndio ilitafsiriwa na Mungu ama ilijulikana, ikitambulika kwamba ni uchawi. Uchawi ni nini? Uchawi ni kufanya kitu kinyume na kile kilichotakiwa kuwa. Mfano, twende kwenye uchawi wa kikweli, yani ule ambaye ndio tunajua ni uchawi. Mimi Helena nimemuona, labda Margaret, natumia jina tu, nimemuona Margaret anastawi, anaishi vizuri, ndoa yake iko vizuri, kazi yake iko vizuri, namuona ana furaha siku zote. Mimi nikawa siko katika hali alionayo. Lakini nini sasa? Cha kwanza ni nini ambacho kimenifanya mimi nikawa kwenye hali hii na kikamfanya Margaret akawa kwenye hali ile?
Ina maana kwangu kuna uasi unaotokana na kutokutii, uliobebwa na ukaidi. Ndio maana hapa anasema na ukaidi ni kama kafiri na vinyago. Kafiri ni nani? Kafiri ni yule mtu ambaye amekuwa casted, yaani amebeba laana, anaonekana huyu sio wa kwetu. Kwa hiyo ndio kafiri. Sasa mkaidi ndio huyo. Na leo tuna watu ni wakaidi ambaye hawako na Mungu na sio wa Mungu, kwa manake kwamba Biblia inasema kwenye Yohana sura ya 1 mstari wa 12, bali wote waliompokea aliwapa uwezo wa kufanyika kuwa watoto wa Mungu. Hao ni wale waliaminio jina lake. Sasa kuliamini jina la Kristo Yesu, kwa manake ninaliamini kwa sababu nimetambua linaweza. Nimeliamini kwa sababu nimetambua kwamba linaweza likafanya kitu kwangu. Ndio nimeliamini. Huwezi kumwamini mtu ambaye unajua hawezi kufanya kitu. Yaani nikikwambia kwamba nitakupa pesa, ni nini kitakufanya uniamini? Maana huwezi kuniamini wakati ulishaona vitu fulani ambavyo vinaashiria kutokuaminika ama vinaashiria uongo. Kwa hiyo sasa mtu ambaye ameasi ni sawasawa na mtu ambaye ni mchawi. Kwa sababu huyu Margaret ambaye nitakaye kuwa nimemuona hivyo yuko vizuri. Na mimi sasa swali ndio hilo ambalo tumejiuliza, kwa nini niko hivi? Kwa manake mimi kuna mahali nimeasi. Sasa hawa ni watu gani hawa ambaye ndani ya kusanyiko la watu wa Mungu wanakuepo? Ni wale watu ambao Biblia ilivyosema katika Ufunuo sura ile ya 3 kuanzia mstari wa 15 mpaka hapo 18, inazungumza habari hizo ya kwamba ni heri uwe moto ama uwe baridi kuliko kuwa vuguvugu. Ukiwa vuguvugu nitakutapika. Sasa watu ambao wengi wao wanaobeba ama ile roho ya uchawi inaanza kujidhihirisha kwao ni watu ambao wamekaa kwenye uvuguvugu. Maana kwenye uvuguvugu kwa Mungu haupo. Huwezi kumtii kwa maana we ni muasi. Lakini haujafika kikamilifu kule kwenye mkono wa shetani. Kwa hiyo kwa hapo katikati, huku haupo, ulishaasi, kule ndio unaelekea, lakini bado uko hapo. Sasa hii ni hali ambayo inawatesa watu wengi, na watu wengi wanaishi kwenye mateso bila kujua kinachowatesa ni nini. Kinachowatesa watu wengi ndani ya Kristo Yesu ni roho ya uchawi ambayo inatokana na uasi, ambayo imebebwa na kutokutii. Dhambi hiyo inayoonekana ya uchawi ni kwa sababu mpaka nikawa siko pale mahali nilitakiwa kuwa, manake siko kwenye nafasi yangu, nimetoka niko mahali kwengine, mimi ni muasi. Haijalishi naenda kanisani, lakini sasa ni muasi kwa jinsi gani? Kwa sababu kuna kitu, kuna vitu, kuna mambo, kuna sheria, kuna agizo, kuna amri ambalo nimeacha kufuata, ambayo nilitakiwa kufanya. Watu tunachukua tu dhambi ya uongo, mtu anaona kwamba ni kitu kidogo, lakini imebeba maana kubwa sana na inaangamiza watu. Na vingine wivu nini vitu vidogo vidogo ambavyo tunaviona kwamba ni vidogo vidogo. Lakini wakati ambapo nimekaa katika sura hiyo, sasa ninakuwa nimebeba sura ambayo ni mbovu sana mbele za Mungu. Kwa sababu kama umtazamavyo mchawi, ndivyo Mungu atutazamavyo sisi wakaidi, watu siotii, tunahesabika waasi na Mungu, mbele za Mungu. Sasa huo uchawi ambao unaoonekana kwangu mimi, ambao sasa ndio natambulika mimi ni mchawi kwa sababu nimeasi, nimeacha kumtii Mungu. Yale maonyo niliyoyapokea
nikaacha kuyafanyia kazi. Yale makatazo niliyopewa nikaacha kuyafanyia kazi, manake ninafanya kinyume. Sasa nafanya kinyume cha kile kilichotakiwa kwa kuharibu maumbile yangu ambayo Mungu aliyaumba, aliyafanya, alinifinyanga kwayo. Sasa mchawi anayeroga anafanyaje? Mchawi anayeroga anaharibu pia maumbile. Anaharibu umbile la ndoa ya mtu anapoenda kuroga. Anaharibu umbile la kazi ya mtu anapoenda kumroga mtu. Anaharibu umbile la mtu ambalo ni mtu kama alivyoumbwa na Mungu, anapoharibu na kumweka magonjwa ndani yake. Sasa uchawi ni kwenda kinyume. Yaani unafanya kitu kizalishe kile ambacho sicho badala ya kile kilichokuwepo. Sasa ninapomkaidi Mungu, nazalisha nini? Nazalisha kile ambacho sicho badala ya kile kilichotakiwa kuwepo. Ninapoacha kumtii Mungu, nazalisha nini? Nazalisha kile ambacho kisicho. Sasa Mungu atusaidie. Mtu anaweza akaonyeshwa habari zako. Kwa mfano, naweza nikaota kwamba wewe Mary ni mchawi, ama nikaambiwa wewe ni mchawi. Moja kwa moja ufahamu wangu utaenda kwamba huyu anaroga watu. Lakini umepewa taarifa harogi mtu. Umepewa taarifa ndani ya huyu Mary kuna roho ya uasi. Muombe hiyo roho igeuke. Hiyo roho ya ukaidi, hiyo roho ya kutokutii imuache. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa haya ni mambo yanaonekana kwamba ni ya kawaida, lakini yanaangamiza watu wengi, na watu wengi tutashangaa. Mungu atusaidie, Roho Mtakatifu tusaidie. Tutafika siku ile ya mwisho, nitajikuta nahesabiwa dhambi ya uchawi na sijawahi. Wengine watahesabiwa dhambi ya uwaji na hajawahi kuua mtu. Mtu mwingine anasema mimi sijawahi kuua mtu. Uliua ulipofungua kinywa chako ukasema kinyume. Umemuua yule mtu. Maana kila ulichokisema kikifika kwake, angalia ni damage gani utakuwa umefanya. Umeua nafsi yake. Sasa majina, Biblia iliposema kwenye Kutoka 20 na Kumbukumbu pia ile 5, ikaelezea kuhusu zile amri za Mungu, haikuwa na maana kwamba kuua ni kwenda kuchukua kisu, panga, whatever, ili kumchinja mtu ama vyovyote vile ambavyo itafahamu kunyonga. Haikumaanisha hilo. Lile ni neno moja, lakini limebeba mambo mengi. Uchawi ni neno moja, limebeba mambo mengi. Ndio maana Yesu akasema, Biblia imesema msizini, lakini mimi nawaambia, mtu amtazamapo mtu na kumtamani ameshazini naye. Sasa wewe unaonaje hiyo amri? Umemtazama mtu amepita, jamani yule baba mzuri. Kwa sababu nasema hivyo kwa sababu mimi ni mwanamke. Ama ni mwanamume anaona yule dada mzuri. Sasa hiyo ndani ya moyo wake analiona umbile lake. Anaposema yule dada ni mzuri, kuna kitu amekiona ndani yake. Yaani picha yule mama ama yule msichana imeingia ndani ya moyo wake, akiwa na maumbile yake anayaona kwa kutamani. Sasa anapotamani tayari siku unaenda sasa umekufa, unaambua wewe mzinifu. Mimi jamani sijatoka nje ya ndoa. Ndio ulikuwa mwanamke hivyo. Sijatoka nje ya ndoa. Nilizini na nani? Unaonyeshwa rundu la wasichana, la wanawake ambao uliwaona kwa watamani. Sasa neno moja lina mapana sana. Na dhambi ya uchawi tulielewa kama kuroga tu. Naomba uelewe kwamba dhambi ya uchawi imebeba mafungu mengi sana, na wengi tunahesabika wachawi. Sasa ni kushauri, kwa sababu kuna watu wamewaambia watu wengine ni wachawi, wanaroga watu, kumbe hawarogi watu. Ukionyeshwa mtu ni mchawi, taka kujua kutoka kwa Mungu.
nimsaidieje? Kwa sababu ile ni roho ya uasi iko ndani yake. Roho ya uasi inabeba yale ambayo tumeambiwa, hata kutokumheshimu mzazi wako. Wewe ni roho, umebeba roho ya uasi. Lakini mtu anachukua kawaida tu. Mungu aliwaambia taifa la Israeli, mimi ni Bwana Mungu wenu niliyewatoa Misri, msiwe na miungu mingine, msiabudu miungu mingine. Leo tunaabudu miungu mingapi? Leo nywele zimekuwa ni Mungu, nguo zimekuwa ni Mungu, vitu vimekuwa ni Mungu na kadhalika. Sasa ukija sasa ukaambiwa kwamba kwa nini ulifanya ibada ya mashetani, utasema wapi nilifanya? Bwana mimi sijafanya. Ibada ya mashetani ni ibada ya kuabudu kile ambacho sicho. Litakiwa kumwabudu Mungu Jehova. Israeli waliingia kwenye uzinifu wa kiroho, kuzini na Baal Peor, kuzini na Baali, kwa sababu walijiingiza kwenye ibada za sanamu. Wakaambiwa ni uzinzi, na sisi ni uzinifu pia. Sasa siku naenda kuambiwa kwamba wewe ulikuwa mzinzi, ondoka mbele yangu. Mimi mbona sijazini, nilikuwa mwaminifu kwenye ndoa yangu. Lakini je, ulizini mara ngapi na shetani wakati ulipotakiwa kwenda kumwabudu Mungu? Wakati ilikuwa ni siku ya ibada, wewe ukapuuza, ukaenda kwenye mambo yako. Huyo ndo alikuwa Mungu wako sasa siku hiyo, na ukazini naye. Utaonyeshwa miungu mingi. Utaonyeshwa miungu mingi ambaye ndio ulizini nayo, ulifanya ibada nayo. Anasema iheshimu, mheshimu Mungu. Alikutoa kwenye dhambi, muabudu yeye, mpe heshima yake. Tumpe Mungu heshima yake. Sasa maisha yetu lazima yahesabike kulingana na kanuni zake Mungu zilizobeba utafsiri wa maisha yetu katika kila siku iitwapo leo tunapoishi. Unaweza ukajikuta asubuhi mpaka jioni unahesabika umeshafanya uchawi mara 5 na ulikuwa nyumbani kwako. Unahesabika ushafanya zinaa mara 10 na ulikuwa nyumbani kwako. Unahesabika ushaibia watu mara kadhaa, ulishaua watu. Yaani unashangaa dhambi zimepile up. Tusitazame watu kwa nje, tupenye ndani ya mioyo. Na si tusijitazame kwa nje, tupenye ndani ya mioyo yetu. Je, kuna ukaidi? Kuna uasi? Kuna kutokutii? Hivyo vitu visipokuwepo, vikiwepo, mimi ni mchawi na astahili hukumu yangu ya kichawi. So Mungu atusaidie, na tafakari yetu ya leo inatuingiza kwenye kutafakari. Ingia ndani yako, uone yale yanaonekana ni kawaida sana, ambayo mimi nimeongea kwa ufupi sana kutokana na muda. Lakini yote haya tunataka tu kupeana mwanga, ili kama kuna kitu kinanishikilia kiondoke. Huu ndio mwendo wetu wa wokovu. Kabla hatujafika siku hiyo, leo hii neema ya Mungu imetupa sisi kuishi na tukamtukuze, na imetupa sisi kubadilika. Inatuletea neno la kutubadilisha na tukalitumie tuweze kubadilika. Basi tafakari yetu ya leo inatutaka kuingia ndani ya vibao vya mioyo yetu na katika matendo yetu pia, kwa manake na kwenye mawazo yetu. Ni wapi nimeroga? Ni wapi nimeua? Ni wapi nimezini? Ni wapi nimefanya kulingana na yale ambaye Bwana amekuwa akisema. Bwana Yesu tusaidie, Roho Mtakatifu tusaidie kutufunulia hai, na zaidi ya yote pia tunatubu na kuomba rehema kabla hata hujatufunulia, ili yale yote ambayo pia tuliyafanya bila kujua, lakini kumbe tulikuwa tunaabudu sanamu, na kufaa kuabudu sanamu tulikuwa tumeingia kwenye uzinifu na shetani. Baada kuabudu vitu, nilikuwa nazini na shetani, baba wa vitu hivyo, maana nilikuwa nafanya ibada naye. Bwana naomba ukatusamee, ukaturehemu, ukatutakase kwa damu yako takatifu, na ukatupe ushindi katika maisha yetu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu akubariki.